Ngine nimefikiria badala ya kuwaomba wasimame nitandike jamvi. Badala ya kuwaomba wasimame watu zungumze, nimeonelea nitandike jamvi. Mfumo wangu na fikra zangu siku zote katika mawalidi, mimi napenda sana mawaidha. Hii ndio sura yangu. Watu wa Dar es Salaam wananijua ugonjwa wangu. Lakini mara nyingi wanatazama hadhira hii, inaondoka na nini kama kweli tuna dini ndani ya nyoyo zetu. Laiti si kama dili, tofauti ni nuni na lam mwisho. Ni din au ni dil? Hamasa yetu alipokuwa akiswaliwa Mtume Muhammad ilionyesha ni kiasi gani watu wanaumwa kwa mapenzi ya mtume wao. Lakini bwana mkubwa huyu aliletwa kwa mipango. Ulimwengu ulichafuka. Mapenzi ya kweli hayapo. Kuhurumiana kwa kweli hakuna. Kuheshimiana kwa dhati hakupo. Ilifikia kuwa mtu hajali vyake, sikwambii vya mwenzake. Sura hii ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala aliona kuna haja ya kumleta mtu, yeye aliyemteua kwa jicho lake la kudra, aliyemuona kuwa ndiyo hal, ufumbuzi wa hayo. Watu wafani ya aqida huwa wanasema kullu masnu'in suni'a liyasira ala muradi sani'ihi wa kullu makhluqin khuliqa liyasira ala muradi khaliqihi. Ukiona kimetengenezwa kitumike kwa lengo la huyo aliyetengeneza. Sambamba na hilo, kila kiumbe ameumbwa ili yaishi katika malengo ya muumba wake. Natandika jamvi, munivumilie, zangu nyingi, zenu zitakuwa chache. Mfano, Ustadhi Saidi Zuberi hapa kaweka kamera. Huyu aliyetengeneza kazi yake ndiyo hii. Wewe ukageuza taa ukafunga kwenye baskeli, utakuwa umedhulumu. Mbio kubwa aliyokuja kukimbia nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja, tuishi kwa heshima na nidhamu na unyenyekevu kuwa Mola wetu ni mmoja na si zaidi ya moja. Hii ilikuwa ni kazi ya kwanza, na huyo ndiyo wa sote. Lakini katika safari yake hiyo ya miaka 23 alimwambia wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kwa lugha nyepesi, kuwa utakavyokuwa, ishi ukijua kwamba kuna wakubwa. Lugha nyepesi, ishi kuwa utakavyokuwa, ishi ukijua kuna wakubwa. Wakwe zangu wa Pemba wanasema hakuna shehe asiyezaliwa. Hata ukiwa shehe umezaliwa, una wazee wako.
Usije ukawasheo ukaona watu wote hawana maana kwa sababu ya usheo wako. Heshimu wakubwa, ndio tafsiri yake. Lakini kazi aliyokuja kuifanya Mtume, na ndiyo kisa cha Nabii Musa na Sayyidina Khidri. Katika safari ile kuna maneno, wa amma safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Kule mbele sipahitaji, hapa fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Yani na watandikia jamvi mashehe, tuna shida tutibiwe, tuna shida tutibiwe. Ulimwengu uliokuwa hauna ndege, hauna meli, hauna gari, hauna treni, ilitosha mmiliki wa jahazi kidau awe ni tajiri. Kuna falsafa gani dunia isiyo na ndege, haina gari, haina meli, haina bodaboda, anamiliki mtu jahazi ya kufanyia shughuli za baharini, bado anaitwa maskini? Hapa kuna falsafa gani? Tafsiri na maana nyingine, falsafa gani tunasoma hapa? Ulichokuwa nacho kisikufanye kuwa kiburi. Hawa ilitosha Mungu awataje kwamba ni matajiri kwa wakati ule. Kwa nini waliitwa maskini? Kile ulichopewa kisikufanye kuwa kiburi. Lakini mtumishi wake wa ndani, kipenzi wake, kijana wake, anatusimulia Mtume alikuwaje. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukhazinu kalama wa yasalu nnasa amma fi nnasi. Maneno yake alikuwa anasema kwa bakaa, alikuwa amalizi maneno. Lakini pia kwa kuwa ni kiongozi, alikuwa mpaka joblesi anatembea kujua watu wanahitaji nini. Shida hii ya leo ya kukufurishana, imma kwa sababu ya hitima, imma kwa sababu ya maulidi, imma kwa sababu ya ndevu, imma kwa sababu ya kanzu na suruali, imma kwa sababu ya elimu, zinakuja dharau nyingi. Mashekhe, tunakuombeni mutusaidie elimu pia ya kuishi na watu. Sheikh Walidi, sikukuweka katika kusema, lakini mtu kama ukumpenda mkweo, kuna hatari hata mke ukanyang'anywa. Kwa kuwa ni mkwe wangu, nakupa dakika 5. Umenisikia niliyoyasema. Shida yetu tuishi kama Waislamu, Mungu alivyotaka tuwe, natamani ndio tuwe hivyo. Hebu tusaidie kwa dakika 5. Nini utasema? Sijui. Kamkabidhi mwamba.